inasoma katika Isaia 42 mstari wa kwanza, anasema mtumishi huyu anatenda kazi gani? Mtumishi wa Mungu ni mtu ambaye ameitwa na Mungu kwa ajili ya kazi maalum ya kutenda kwa kusudi la Mungu. Mtumishi anayetenda kwa busara ni kwamba anatenda kazi ya Mungu kwa uaminifu. Ina maana kama umeitwa katika kuinjilisha, umeitwa katika kuhubiri, umeitwa katika uimbaji, umeitwa katika kila maeneo tofauti ya utumishi, basi unatakiwa utumike kiuaminifu, utumike kwa kutenda yale ambayo mapenzi ya Mungu, usiwe na mambo ambayo tofauti ambayo yatakaendana na utumishi. Mtumishi wa Mungu anayetenda kwa busara inaendana na uaminifu. Ndio kama nimesema kwamba uaminifu lazima awe mwaminifu katika utumishi wake. Usio mtumishi wa Mungu alafu ukawa unajichanganya na mambo mengine ambayo yanakuondoa katika kusudi la Mungu, kwa sababu ukishaitwa mtumishi wa Mungu wewe ni kioo, na kama kioo watu wanataka kuone katika yale ambayo unaitenda. Hiyo ndio utumishi wa Mungu, kutumika. Na utumishi wa Mungu uko katika sehemu mbalimbali kama nilivyosema, unaweza ukaitwa kwenye huduma mbalimbali, kwenye mambo ya ndoa, huo nao ni utumishi katika ndoa, ukaitwa kwenye familia, kulea familia, yani majukumu ni mengi tu, yote hayo ni utumishi. Kwa hiyo yote unatakiwa utumike kwa busara, utumike kwa hekima na maarifa kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu.